Waraka wa mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 6, nitaanza kuanzia mstari wake wa 10 hadi 18. Biblia inasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi wa pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sura 13. Kwa sababu hii toeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzishinda, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni, bali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dira ya haki kifuani. 15. Na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa injili ya amani. 16. Zaidi ya haya yote mkitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule muovu. 17. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu. Leo tunaongelea chepeo ya wokovu. Ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa rohoni, ambao ni neno la Mungu, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hili na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. 19. Pia na kwa ajili yangu mimi nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu, ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya injili. Baba, asante kwa ajili ya jioni njema ya leo. Asante kwa ajili ya siku ya 5 ya maombi haya yenye somo linalosema sio kichwa changu kitakachoharibika wala kukataliwa wala kukatwa, wala Mungu wa rehema kuwa kichwa cha shida. Baba, tunakushukuru. Asante kwa majira haya. Tunabariki kila kitu ambacho Bwana utakachoenda ukifanya kupitia kinywa changu pia jioni njema ya leo. Nabariki watakatifu hawa, taifa lako hili Bwana, watoto wako Baba, sema nao kwa kinywa changu, waelekeze, wafundishe zaidi, na neema na baraka ikadhihirishe kwetu wote kwa jina la Kristo Yesu, amen. Sema siri ya injili. Injili ina siri. Mtume Paulo anasema niombeeni ili ninene ujasiri ile siri ya injili. Unaposema tayari jambo siri, si watu wote wanayolifahamu, si watu wote wanayolijua. Unapotaja neno siri, si kila mtu anajua siri ya jambo. Maana yake siri ni kitu kilichojificha, ni kitu ambacho kisichoonekana, kitu ambacho mtu akijui, ila kuna mtu mmoja amepewa nafasi ya kutambua na kujua hiyo siri. Wanayofanikiwa ni wale wanayoijua siri. Wanayoendelea ni watu wanayoijua siri. Wanayopiga hatua ni watu waliojua siri. Nimekuletea siri ya kichwa chako mwenyewe. Yawezekana ulikuwa haujijui, leo utaenda kujua. 100% kubwa mwanangu Stella, tunaomba ni vizuri sana na tunalijua neno. Biblia inasema chukueni upanga ambao ni neno. Kila mmoja wetu hapa anayo neno la Mungu. Kila mmoja hapa akiomba anataja. Imeandikwa katika Mathayo, imeandikwa katika Zaburi, imeandikwa tayari tunao upanga. Hata imani nina uhakika unayo. Ndio maana tumekuja tena hapa. Ukiamini 2026 itakuwa ni mwaka wa tofauti. Imani maana yake unayo. Utayari wa injili ndio huo. Umeonyesha kabisa ya kwamba haijalishi itakuwaje, nitamsogelea Bwana. Kuna mtu bado amenyelewa. Jina la Yesu barikiwe sana. Lakini kuna kitu cha maana. Anasema chukueni chepeo ya wokovu. Chukueni chepeo ya
Kwa nini wanataja chepeo ya wokovu? Kule chini anasema niombeeni na mimi ili nipate kunena kwa ujasiri siri ya Injili. Hebu sema siri ya Injili. Injili ni siri, sio watu wote wanajua kuifafanua. Injili ni siri. Ndio maana Roho Mtakatifu ndiye anayoleta, Roho Mtakatifu ndiyo anayopeleka, Roho Mtakatifu ndiyo anayofunua siri ya Injili. Kama mtu hajui siri ya Injili, maisha yake yatakuwa shida. Ndio maana Mtume Paulo anasema naomba niombeeni na mimi nipate kunena kwa ujasiri siri ya Injili. Leo nimekuja nikupe siri ya Injili kuhusu chepeo ya wokovu. Kwa nini Biblia inasema vua chepeo ya wokovu? Kwa nini Biblia inasema chukua chepeo ya wokovu? Ni kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu Mungu anataka ukilinde. Mungu anataka ulinde kitu. Kuna kitu ambacho unahitaji kukilinda, na hicho kitu kinalindwa na hiyo silaha. Hiyo silaha inaitwa chepeo ya wokovu. Chepeo ya wokovu inalinda nini? Chepeo ya wokovu inalinda kitu gani? Kwa sababu ameshasema vaa dira, ameshasema vaa viatu, chukua panga. Chepeo inalinda nini? Na ni kwa sababu gani tunahitaji kulinda hicho kitu? Chepeo ya wokovu inalinda kichwa cha mwanadamu. Kazi ya chepeo ni kulinda kichwa cha mwanadamu. Kwa wale ambao hawajui chepeo, chepeo inafananishwa na element. Na Mungu ni mwema, nilipokuwa nikiandaa hiyo somo nikakumbuka baada ya sisi kupata pikipiki pale nyumbani kidogo, walitupa element mbili. Moja anafanya kazi kijana na nyingine akaiacha pale nyumbani. Nikaichukua leo kwa ajili ya kukufundisha ile uelewe. Biblia inasema ya kwamba vaa silaha hii. Kwa sababu gani? Mungu anahitaji nini? Nia ya Mungu ni nini? Mungu anataka kukuokoa na kitu gani? Na shetani anataka nini? Na ni kwa nini upewe ulinzi? Ukiona tayari Mungu anakuambia linda hicho kitu, maana yake ni kitu cha thamani sana. Ndio maana nimekuambia ya kwamba somo langu linasema ya kwamba Bwana linda kichwa changu na uninue 2026. Kama ulinzi na uzima hautakuwepo, hauwezi ukaendelea wala hauwezi ukafanikiwa. Kuna mtu mmoja anasema amen. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpigie Yesu makofi mazuri. Anasema vita vyetu si juu ya damu na nyama, ni katika ulimwengu wa roho. Maana yake anasema ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza hili na jeshi la pepo wabaya. Hawa pia huwa wanapambana, wanataka kichwa cha mama Jenifa. Vita mashetani yanapambana kuona kichwa chako kitenganishwe na kiwiliwili chako. Ndio maana niliwaambia kwamba shetani hawezi akafurahia akiona mtu tu ambaye anayeomba akiwa anateseka chakula. Anajua muda wowote unaweza ukasaidiwa na wapendo wako. Shetani anafurahia zaidi akimwona mtu amekufa. Hapo anajua huyu hawezi akarejea tena. Ulimwengu wa giza unafurahi unapowakuta wale ambao waliopakwa mafuta na Bwana wanapoanguka. Kwa maana Mungu akasema vita vyenu mlivyo navyo mnahitaji kulinda vichwa vyenu. Kila mmoja wetu hapa anahitaji kukilinda kichwa chake. Kwa sababu kichwa chako, kumbuka nilikwambia, ndiyo chumba cha hazina ya Mungu. Kichwa ndiyo mamlaka. Wanapokipiga kichwa wanasambaratisha kila kitu. Ndio maana siku ya kesho wale tutakao kuwa nao hapa asubuhi kwa ajili ya kuombea ndoa, Biblia inasemaje? Biblia inasema kwamba Mungu ndiye kichwa cha Kristo. Kristo ndiyo kichwa cha mume. Mume ndiyo kichwa cha mke. Maana yake kama wanasema hivyo,
makusudi. Kwa mwanamke ambaye anataka kuolewa, akifikisha umri wa kuolewa, maana yake kuna kitu amekikosa. Mwanamke peke yake hawezi. Kama umekwambia mwanamke peke yake mnaweza, uongo. Biblia inasema hivi, kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Sema amen. Ndio maana kuolewa, shetani upambana pia katika hilo. Mwanamke yoyote anapofikisha umri wake, nyakati zake na majira, anahitaji kuolewa. Kwa sababu kama hajaolewa, kama hajaingia kwenye ndoa, kuna kitu kinapelea. Yeye anahitaji awe na mtu juu yake. Unapokuwa na mtu juu yako, manake utaongozwa. Unapoongozwa ndipo unafanikiwa. Ndio maana kuzimu pia kuna pambana. Na ndio maana siku ya kesho tutarejesha na tutatengeneza. Kuna kichwa kiteka mahali. Kwa hiyo mwanamke ambaye hajaolewa ni kiwiliwili. Katika ulimwengu wa roho ni kiwiliwili tu. Hajalisha atakuwa na magari, hajalisha atakuwa na manyumba. Katika ulimwengu wa roho hamtishii shetani. Kwa sababu kuzimu kunaelewa, ili huyu mtu akamilike kuna kitu lazima. Shangilia kwa ajili ya Yesu. Ila katika dunia wanasema wanawake tunaweza, sawa, wanaweza juu kukiwa na mtu mwanaume. Hiyo ndio mambo na katiba ya rohoni. Sio katiba ya duniani. Hii ni ya rohoni. Kwa hiyo unaweza ukanuna, ukakataa, hautamkatalia Mungu. Ndivyo ilivyo. Wababa tupo. Wababa sisi wenyewe. Amen. Tumpigie makofi mazuri. Jina la Yesu libarikiwe sana. Shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu Kristo wa Nazareti hai. Hiyo ndiyo tutakayoongea siku ya kesho pua, na Mungu wa neema atatusaidia mno. Hiyo ni kwa ajili ya kesho asubuhi. Kwa watu wote wanandoa, watu wote ambao wanahitaji kuolewa, kuoa, tutaenda kumwomba Mungu. Mungu atenda kuangazia nuru ya baraka zake. Kwa hiyo wahubiri wote ni lazima wafike katika ibada hii. Jina la Yesu barikiwe sana. Sasa angalia. Biblia inasema ya kwamba, Biblia inasema hivi. Biblia inasema vaa chepeo ya injili. Chepeo ya wokovu. Neno wokovu ni kuokolewa. Maana yake hiyo chepeo itakuokoa. Kuna chepeo inayookoa. Chepeo inayomtoa mtu mahali, kumwokoa katika hatari. Kwa hiyo chepeo ya wokovu ni neno kuokolewa na. Agnes njoo. Lete hiyo elementi. Wewe ndio utakuwa sasa mfano leo hapa. Njoo simamia hapo. Kwa nini tunaenda katika hali ya kawaida? Unapopanda pikipiki, kwa nini unaitaka hii? Usalama wa, maana yake wanaamini unaweza ukavunjika mkono na ukaishi. Kuna mtu mmoja amenyelewa, unaweza ukavunjika mguu ukaishi. Hii wanaifanya kwa pikipiki. Na wale wanayoendesha magari yale ya speed ya mashindano, huwa wanawapa nao wanavaa. Watu wanayofanya michezo hatarishi ya kucheza magari mapikipiki, wanawapa hii wanavaa. Kwa sababu wanaamini chochote kinaweza kutibika vizuri, ila sio kichwa. Mungu ndio maana anasema katika kitabu cha Efeso, anamfunulia mtume Paulo. Paulo anaangalia katika kanisa la Waefeso, kwa sababu kanisa la Waefeso lilikuwa ni kanisa ambalo, au unaposema sasa hivi Waefeso ni nchi au mji ambao umezungukwa sana na bahari na maji. Siwezi kuongelea tena mambo ya miungu za maji sasa. Niliwaambia kwamba ingawa nimemaliza, ila kuna vitu vingi vya kufanyaje, vya kufundisha, ila muda wangu ni mchache. Anaangalia hapo katika lile kanisa la Waefeso, ndio sehemu ambapo Paulo alipigwa
alipigwa fimbo kwa sababu aliambia watu ya kwamba wasimwabudu mwanamke anayoitwa au mungu jike anayoitwa Diana. Wasimwabudu yule mwanamke, wasiabudu hiyo sanamu. Ni katika Waefeso. Ilikuwa ni nchi, eneo ambalo katika level ya miungu walikuwa juu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Waefeso sura ya kwanza maliza mpaka sura ya 6, utasikia mpaka ndani Paulo anasema nyinyi mliitwa kuwa juu, mliitwa kumiliki. Yesu ndio kichwa, yeye ndio mwenye mamlaka, mlipewa mamlaka. Ndio maana anasema mmejenga juu ya misingi yani anawafundisha mifumo mpaka ya vita. Na kanisa la Waefeso lilikuwa ni kanisa ambalo katika mambo ya kiroho walikuwa top. Na mimi natamani wewe na wewe ujue siri ya injili ili ukawe na wewe topo katika ulimwengu wa roho. Ukawe na wewe mtu wa kuheshimika katika ulimwengu wa roho. Sasa Kristo anasema, Biblia inasema Mungu akamfunulia Paulo ya kwamba ambia wale watu watavaa chepeo ya nini? Ya wokovu. Haya, tuweke mfano hapa. Tunatamani Agnes afanye. Sasa nia ya Mungu ni nini? Nia ya Mungu ni nini? Mungu anajua. Nilikwambia kichwa cha mwanadamu ni lango ambalo Mungu anapitia au mashetani anapitia. Sasa Mungu anachotaka ni kwamba kuwe na ulinzi katika ulimwengu wa roho juu ya kichwa chako. Sasa angalia kitu hicho. Lango la kichwa ni nywele. Sasa hapa Agnes pambana, sijui utapumuaje, wewe mwenyewe utajua. Kama utakuwa na vuo na vani wewe tu. Ile utakaa hapo. Leo tutahubiri hivyo. Akichoka jamani tutampa juisi. Sawa. Ezekieli sura ya 8 mstari wa kwanza hadi wa 3. Lango la kichwa katika ulimwengu wa roho. Pastor Esther, kuna mtu amelala ameibiwa nywele kichwani. Kwa nini hawajenda na kichwa? Kwa sababu mwizi anachotaka yeye anataka lango. Akishajua lango ni wapi ndipo atakapopita. Kuna mtu mmoja amenyelewa. Biblia inasemaje? Msomaji anaweza kutusomea. Ezekieli 8:1-3. Ikawa katika mwaka wa 6, mwezi wa 6, siku ya 5 ya mwezi, nilikuwa nikikaa nyumbani mwangu. Wazee wa Yuda nao walikuwa wamekaa mbele yangu. Angalia, anasema hivi, katika ule mwezi wa 6 tarehe 5, katika mwaka wa 6 mwezi wa 6 tarehe 5, Ezekieli nabii prophet anasema nilikuwa nimekaa nyumbani kwangu. Vua kwanza elementi, ivua kidogo. Wewe sasa ndio prophet mwenyewe. Haya. Anasema nilikuwa nimekaa nyumbani kwangu na wazee walikaa mbele yangu. Kwa hiyo tuweke yeye hapa amekaa na mbele yake kuna watu waliokuja kumsikiliza. Tuendelee mwalimu. Mkono wa Bwana Mungu ukaniangukia huko. Sikiliza, anasema mkono wa Mungu ukanyangukia. Mkono wa Mungu. Nauliza swali. Mungu mkono wake ni kama wa kwetu sisi? Unafikiri ule mkono wa Mungu watu wote waliona? Hapana. Manake macho yake yalifunguka, aliona mkono wa rohoni ukianguka juu ya kichwa chake. Mimi nakuuliza swali. Umelala katika nyumba yako, umefunga milango. Imekuwaje wamenyoa nywele zako? Swali. Nyumba yako umefunga mlango, umelala, yawezekana paka chumba chako umefunga na kufunga na umesinzia. Yawezekana umelala kwenye ukuta kabisa. Lakini unakuta hapa mtu kanyolewa nywele. Nani aliyokuja? Aliyokuja manake ametumia mkono usioonekana. Ametumia uwezo usioonekana kwa ajili ya kuingia mahali. Kwa sababu mlango umefunga katika ulimwengu wa mwili, ila rohoni huyu mtu ni upepo. Upepo hauzuiliki. Na anaingia mpaka anamnyoa mtu nywele,
baadaye anatoka. Anasema mkono wa Bwana ukashuka juu yangu. Tuendelee mwalimu. Ndipo nikaangalia, natazama, kana kwamba ni mfano wa moto. Ndiyo. Tangu mfano wa viuno vyake na chini moto, na tangu mfano wa viuno vyake na juu kana kwamba ni mfano wa mwangaza. Ndiyo. Kama rangi ya kaharabu. Naye akanyosha mfano wa mkono, akanishika. Umesikia sasa? Naye akanyosha mfano wa nini? Wa mkono. Hiyo ni katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Akanyosha mfano wa mkono. Akanishika kwa kishungi kimoja. Wanaposema kishungi maana yake nini? Nywele iliyofanyaje? Iliyosokoto. Si ndio hivyo? Maana yake tunaona kwamba Ezekiel alikuwa na nywele ndefu iliyofanyaje? Sokoto, kwa sababu si ni mzungu. Kwa hiyo kwa nywele zake alizokuwa nazo ni wazungu. Kwa nywele zake zilikuwa zimefanyaje? Zimesokotwa. Sasa anasema akanishika katika kishungu kimoja, ule mkono, katika ulimwengu wa roho. Twende mama. Baada ya kumshika kishungu kimoja cha nywele za kichwa changu, nayo roho ikaniinua kati ya dunia na mbingu. Sasa hebu angalia, wakati ambapo ameshikwa kile kishungi kimoja, anasema alipomkamata roho kamchukua, manake roho yake ikatoka. Sasa akiwa hapa watoto wanamwona ni Agnes, ila Agi hayupo tena, roho yake imeshaondoka zamani sana. Hivyo kuna mtu bado amenyelewa? Kuna mtu bado amenyelewa? Yaani aliyopo watu wote wanamwona, si ana wazee, watu wamekuja kusikiliza kutoka kwake, yeye ni nabii, lakini Mungu anamchukua, anatoa roho yake, anaondoa roho yake, anatoa nafsi yake, kama vile wachawi wanavyotoka katika miili zao. Wanaacha mwili na wanatoka, roho yao inatoka. Ila yuko pale amekaa, yuko pale kama amelala, yuko pale kama ametulia, kumbe ameshafika Sumbawanga, kumbe ameshafika mbali. Biblia inasema roho ikanitoa katika nini? Roho ikanichukua, ikanipeleka kati ya mbingu na dunia. Unajua kati ya mbingu na dunia maana yake katika mbingu ya pili, katika anga ya pili. Mbingu iko tatu. Sasa wamemfikisha katika mbingu ya pili, katika hiyo anga ndipo wanamweka. Ametwaliwa katika ulimwengu wa roho. Chanzo cha roho yake kutoka ni nini? Unywele waliokamata ulisababisha nafsi yake kutoka. Unywele uliokamata manake ndio ulikuwa mlango. Kwa mkono wa Mungu ulipomkamata ulitoa kitu. Je, mkono wa kuzimu pia unapokamata unamtoa mtu, unampeleka wapi? Kwa sababu Mungu alihitaji roho yake, Mungu alihitaji maisha yake ili ampate. Alimchukua kwa sababu Mungu alitaka kumuonyesha vitu, lakini kuzimu hakutaki kukuonyesha vitu, kunaiba vitu. Kuna watu walioibiwa, kuna watu wameibiwa, walitoa nafsi yake wakaenda kuiweka gerezani. Ndio maana kuanzia hapo haachi kuona mpaka wanajeshi wanamfuatilia usiku kucha, wanajeshi usiku kucha, wanajeshi. Vita ni vile vile, wanyama wanamfuatilia, yupo katika mazingira. Kuna mali ulipowekwa. Ndio maana ukitaka kukimbia kuna watu wanakufuatilia, hautoki kwenye lile gereza, unachoona bado unakimbia huko kwenye msitu ule ule, unakimbia huko kwenye bahari ile ile, unajaribu kukimbia, unajikuta huko pale pale. Ni sehemu moja unavyokimbia. Maana yake katika ulimwengu wa roho nafsi yake imeibiwa, wameitoa nafsi. Anatembea ni mtu lakini nafsi yake haipo, anatembea ni mtu, roho yake halipo. Roho inatoka kwa mtu pia kwa njia ya nini? Ya nywele zake. Kwa hiyo nywele ya mtu ni lango. Manake mtu akiiba hiyo nywele, akakata hiyo nywele ya Agnes, ana mamlaka ya kuingia katika maisha yake, ana mamlaka ya kuharibu vitu. Fikiria umemupa kibaka, amepata ufunguo. Hebu fikiria kibaka kapata ufunguo wa nyumbani kwako. Unafikiri kuna nini? Unafikiri kuna nini? Kibaka kapata ufunguo nyumbani kwako, unafikiri kuna nini? Maana yake nywele unayoiona wewe, nywele ni lango linayoweza kuingiza vitu
vya kuzimu au kutoa tena vitu, inayoweza kupeleka vitu ndani au ikaondoa vitu. Ndio maana Mungu anasema msisahau kuwa na chepeo ya rohoni. Hiyo chepeo ya wokovu ndiyo ulinzi, ili msibiwe, ili wasiibe maisha yenu, ili wasiibe ndoa yenu. Unahitaji kuwa na uhakika. Shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu Kristo. Kuna mtu mmoja amenyelewa, kwa sababu unajiuliza swali, nywele anaenda kufanya nayo nini? Niliwaambia katika Luka ya kwamba Yesu anasema hata nywele za kichwa chenu mimi nimezihesabu. Kwa nini anazihesabu? Kwa sababu anajua kichwa chako na nywele yako, hivi vitu ni lango. Nywele yako ni lango, ni lango. Kwa mtu anaweza akashika nywele ya mtu na karibu kila kitu. Hivi unajua mtu anaweza akachukua unywele mmoja na akachukua mama mtepa, wakienda kupeleka DNA, wanaitwaje, DNA, na wakiweka inatoa kabisa kwamba huyu ni mtoto kabisa wa huyu mama. Ni unywele tu, manake kuna kitu. Kuna mtu mmoja amenyelewa vizuri. Kwa hiyo lango ambaye kuzimu kunapitia ni hapo. Nani ambaye amegusa kichwa chako? Nani amegusa kichwa cha watoto? Nani amegusa? Kwa hiyo manake mguso wa kuzimu utaleta matokeo ya kuzimu, mguso wa Mungu utaleta matokeo ya kimungu. Mungu alipohitaji Ezekieli ili aone baraka, Mungu alishika akampeleka kati ya mbingu na nchi. Kuna mtu mmoja amenyelewa? Akampeleka kati ya mbingu na nchi. Lakini wakati ule Ezekieli amekaa na wao. Ezekieli wanamwona lakini hayupo na wao. Kuna watu ambao wapo lakini kama hawapo. Kuna watu ambao wapo lakini hawatambuliki, watu ambao hawajulikani, kwa sababu nafsi zao hasipo tena. Nafsi zao hasipo tena. Nani aliyogusa kichwa chako? Hebu sema Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Yoyote ambaye aliyogusa kichwa changu akatangaza mabaya, na tangaza kwa jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Sema nafunga ya malango, nywele hizo ziteketee. Mkono ulioshika kichwa changu, sema uwake moto. Sema fire, sema fire, sema fire, sema fire, sema teketea, sema teketea. Sio kichwa changu kitakachokuwa dampo la kichawi. Sema nakataa. Shangilia kwa ajili ya Yesu Kristo aliyetalia. Biblia inasema uweni na chepeo ya wokovu. Kwa chepeo kazi ya, hebu vaa. Angalia. Tuweke kwamba Agnes hapa amevaa. Nataka kushika kichwa chake. Je, nitashika kweli? Siwezi kushika. Nitakachoshika ni nini? Tuiweke sasa ndio chepeo yenyewe. Nikiosha mkono wangu nitakuta nini? Ulinzi. Nikijaribu kukamata nakuta ulinzi. Maana yake malango ya kichwa chake yamefunga. Maana yake mawazo yoyote mabaya potofu hayawezi yakapenya hapa, kwa sababu kichwa chake tayari kimelindwa. Mungu anahitaji uwe mzima. Shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu. Kwa hiyo lango la kichwa ni nywele. Katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Kumbe ndio maana wao hawana haja ya kukuchukua tu. Ndio maana ulimwengu wa giza kwa watu ambao unaweza ukavua wakati joto lisianze kukusumbua zaidi, ili usianze kupata kiu ya maziwa saizi. Kwa hiyo sasa angalia, iko hivi. Nilikuwa nasemaje tena? Kuna familia ile ambazo mtoto mdogo akishazaliwa, mabibi na mababu wanahitaji nywele zake kwanza. Nyoa kabisa, leteni. Umejiuliza ni kwa sababu gani? Kwa mwenye kujua. Yawezekana ulikuwa unasema wanaenda kuunganisha kwenye madhabahu tu. Shida sio kuunganisha kwenye madhabahu. Wamepata lango ili chochote watakachokuwa wanakiamua juu ya mtoto kimfikie. Umenielewa vizuri?
Kwa sababu aliye na lango na ufunguo anaingia ndani ya nyumba anavyotaka, si ndio hivyo? Yaani akiamua kuingia ataingia. Wewe unafungua nyumbani kwako, una mamlaka ya kuingia unavyotaka na kutoka. Ndio maana wale wanapambana kuipata kwa kusudi moja, wanataka kumiliki maisha ya mtoto, kwa sababu mtoto ni kichwa. Ataenda kusoma shuleni, akili yake hapo, si ndio hivyo? Ataenda kusoma, akitaka kufanya biashara atatumia kichwa chake, atafanya hesabu ya pesa hapa, maana kila kitu kitatumia hapa. Mawazo, ili yeye kujua hiki ni kibaya, hicho ni kizuri, atahitaji kichwa chake. Ndio maana ulimwengu wa giza pia unahitaji hiyo. Kwa maana nasema mtoto ni wa kwanza, leta hizo nywele. Mabibi wanakasirika, mababu wanakasirika. Wanakasirika kwa sababu gani? Kwa sababu wanajua tunataka lango, tunataka lango. Lango ndilo wanalolitafuta. Wanataka wakiamua kuingia kwenye maisha ya mtu, waingie kikawaida. Maana yake hata kama mabibi wamekufa, hata kama mababu wamekufa, kwa sababu hizo nywele ziko kwenye madhabahu ya giza, muda wowote wote watakayokuja watakuwa na mamlaka juu ya ule mtu. Wote watakayokuja watakuwa na nguvu ya kuingia kwenye maisha ya ule mtu, kwa sababu wamekuta tayari ufunguo. Wamekuta tayari ufunguo. Tayari kuna ufunguo kwenye madhabahu. Kwa hiyo mapepo yataingia na kutenda kazi katika maisha ya mtu. Kwa hiyo manake kuna vitu ambavyo watu wengi katika ulimwengu wa roho tulikuwa tufahamu, lakini kwa neema yake Bwana, mtu mmoja anasema amen, aliyotufunulia siri hii zijue leo, na ukiingia kwenye maombi ninayo hakika mbingu itamkea. Sema amen. Malango ya kichwa chako yatafunga kwa ajili yao, kwa ajili ya wachawi na kwa ajili ya waganga. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa katika hili. Jina la Yesu libarikiwe sana. Shalom, shalom. Haleluya. Haleluya. Angalia, tusome Timotheo wa kwanza. Au soma Kumbukumbu la Torati. Acha tusome Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 34 mstari wa 9. Kumbukumbu la Torati 34 mstari wa 9. Biblia inasemaje? Na Yoshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho ya hekima. Ndio. Maana Musa alikuwa amemwekea mikono yake juu yake. Angalia. Huyu anaitwa Joshua. Tumeelewana vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu anasema nataka kumchukua mtumishi wangu Musa. Mungu anasema hivi, mwalimu, anza mstari wa 7. Anza mstari wa 7. Kumbukumbu la Torati 7. Musa alikuwa hiyo. Musa alikuwa mtu wa miaka 120 alipokufa. Ndio. Jicho lake halikupofuka. Ndio. Wala nguvu za mwili wake hazikupunguka. Ndio. Wana wa Israeli wakamwombolezea Musa. Ndio. Katika uwanda wa Moabu siku 30. Ndio. Basi siku za maombolezo ya matanga ya Musa zikaisha. Ndio. Na Yoshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho ya hekima. Maana Musa alikuwa amemwekea mikono yake juu yake. Umeelewa kitu fulani hapo? Mungu anamwambia Musa, unataka kufa, nataka nikuchukue, lakini natamani uachie nguvu yako, uweza wako ndani ya msaidizi wako, naye ni Joshua. Sasa anaachaje? Anamwambia sikiliza sasa. Nauliza swali moja, Pastor Esther. Kwa nini Mungu asingechukua mwenyewe ile roho? Yes, ndo alimpa Musa ile roho. Sasa angechukua tu, Musa akafa na baadaye akaimweka akampa Joshua. Anasema hapana, sio hivyo. Kwa hiyo Joshua ataenda kupiga magoti, Musa atachukua mikono yake ataweka kwenye kichwa chake. Sasa Musa ataanza kufanya transfer, ni kama nasemaje unaona kama Bluetooth. Unaona Bluetooth unavyokuwa unatuma nyimbo au kitu, unawasha Bluetooth, huyo anawasha Bluetooth. Kuna mtu unaanza kuhamisha vitu. Sasa Musa kamisha hekima Joshua alikuwa hana nayo, imetoka kwa Musa. Sogea hapa. Angalia. Maana yake huyu ndiyo Joshua. Hekima ya kuongoza nayo yeye alikuwa hana. Ile nguvu ya kuongoza nayo watu yeye alikuwa hana. Mungu anasema Musa, utaweka mkono wako juu yake. Maana yake utamisha nguvu iliyo kwako iingie kwake kwa njia ya kichwa chake. Sema amina. Sema amina. Maana
kwa njia ya kichwa. Mwalimu, soma tena ile mstari wa 9. Soma tena mstari wa 9. Kwa nini Joshua alikuwa na hekima? Na Yoshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho ya hekima. Alijaa roho ya hekima. Maana Musa alikuwa amemwekea. Sasa fikiria, kama ni mchawi kamwekea mtu mikono, anampa roho gani? Tupigie makofi mazuri. Shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu Kristo. Piga makofi mazuri kwa ajili ya Yesu. Kwa hiyo kinachopokea roho ya hekima, roho ya maarifa, roho ya nguvu na utajiri sio mikono, ni kichwa. Kuna mtu mmoja amenyelewa vizuri. Kwa hiyo mtu anaposhika mtu kichwa, akinena jambo, mtu akimshika mtu kichwa na akasema kitu, huwa kile kitu huwa kinakuwa. Kwa sababu mtu anaposhika nywele ya mtu na akaanza kuongea, katika ulimwengu wa roho malango huwa yanafunguka ya kichwa. Kwa hiyo yanasubiria kitu gani kitakachoingia, kitu gani kitakachokaa. Ndio maana Mungu anasema ya kwamba vaeni chepeo ya wokovu, kwa sababu anajua kama haupo tayari utakuwa unaibiwa kila siku, utakuwa na mipango isiyotimizika. Ndio maana kuna watu wana mipango kila mwaka na mpango. Hata mwaka jana ulikuwa na mpango unayo, yani tukianza tangu 2020 nyanzi hapo tuweke miaka hiyo 5, ulikuwa na mipango mingapi? Na kuuliza swali, umetimiza mipango mingapi? Mipango mingapi? Yani nakwambia mwaka huu yani kabisa ile zangu zile zinakuja pale na hivi na hivi na hivi na ile zinafika. Wow, umetimiza mpango kweli? Hujatimiza. Kwa sababu kama kichwa hakijalindwa, kila kitu katika kichwa chako. Kwa hiyo kichwa kinahitaji kulindwa ili kwamba kuzimu kusipate mamlaka ya kuiba afya, sipate mamlaka ya kuiba utajiri na mafanikio yako. Sasa utajiuliza swali kwamba kichwa tunakilindaje? Kwa sababu ndio jambo pekee ni hilo, kwamba sasa hiyo element ya rohoni ninaipataje, nitaifaaje? Sema amen. Biblia imesema hapa ya kwamba jambo la kwanza anasema vaa chepeo ya wokovu. Jambo la kwanza, wokovu. Hebu andika wokovu kwanza. Wokovu ni nini? Biblia inasema katika kitabu cha Warumi 9 mstari wake wa 10, anasema hivi: ukimkiri Yesu Kristo kwa kinywa chako ya kwamba ni Bwana na ukamini moyoni mwako ya kwamba Mungu Baba alimfufua katika wafu. Kaa kidogo hapa kwenye hicho kitu. Na ukakiri moyoni mwako kwamba Mungu Baba alimfufua katika wafu, umeokoka. Kwa wokovu ni kukiri. Wokovu ni kukiri. Kinacholinda kichwa cha mtu ili shetani asipate ni namna yake anavyokiri. Wokovu ni kukiri. Kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Kwa wokovu ni kukiri. Wanaposema vaa chepeo ya wokovu, maana yake unahitaji kuvaa ujasiri wa kukiri. Unahitaji kukiri nguvu ya Kristo kila mara na kila wakati. Unahitaji kukiri hizo nguvu kama Daudi alivyokuwa nakiri, sitakufa bali mimi nitaishi, nami nitaolewa, nami nitaoa, nami nitajenga, nami nitazaa, nami nitasomesha, nami nitakaa, nami nitasafiri kwa jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Kwa hiyo chepeo ya wokovu ni kukiri, ni kuongea ujasiri. Unahitaji kukiri, kufiirisha nguvu ya wokovu wako. Biblia inasema kwamba tumemshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa ushuhuda. Umenyelewa vizuri? Kwa ushuhuda katika tafsiri ni kwamba na kwa kiri kwa vinywa vyetu.
ya kwamba Yesu alikufa na alifufuka. Kwa ili ushinde shetani, washinde kugusa kichwa chako ndani ya mwaka huu tunayowaza, unahitaji kubadilisha namna yako. Nimenunua ya mashamba, tangazia yale mashamba kwa jina la Yesu aliyokufa na kufufuka. Nimelima, nitapanda, nitavuna katika jina la Yesu aliye hai. Nimeanza chuo, nitamaliza katika jina la Yesu aliyokufa na kufufuka. Sifukuzwi tena kwenye kazi katika jina la Yesu Kristo aliyokufa na kufufuka. Sema amen. Shangilia vizuri kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo sasa ndiyo inayokulinda. Hiyo ndio inalinda kichwa chako. Hiyo ndio inalinda maisha yako. Hauhitaji kunena tena udhaifu. Kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Maana yake katika vitu utakavyovipitia unahitaji kukiri ushindi, ndipo utakilinda kichwa chako. Ukisha sema ya kwamba ugonjwa huu utanimaliza, maana yake umepoteza kichwa chako. Lakini ukisha sema ingawa ugonjwa nina uhakika Bwana ataniponya, nami sifi, nitajenga mpaka nimalize nyumba yangu, na nitaishi mle ndani, na nitazaa watoto wangu, na nitakuwa bibi, nitakuwa imekuwa. Sema amen. Shangilia kwa ajili ya Yesu Kristo. Piga makofi mazuri kwa ajili ya Yesu. Umeelewa chepeo ya wokovu? Chukueni chepeo ya wokovu. Manake chukueni kitu kitakacholinda kichwa chenu ili usife. Kuzimu kunapenda kuona watu zaidi waliokoka wakifa mapema. Wanataka kuona waliokoka wafe bila kufanya mambo makubwa, ili waambie watu, umeona alijaribu kuokoka, umemwangalia, angalia alivyokufa maskini, alijidai ameokoka, angalia mpaka sasa anavyoteseka, ili kuwavunja watu wengine moyo. Na kutangazia wewe haitatokea kwako, na kutangazia wewe haitatokea kwako, na kutangazia wewe haitatokea kwako, haitokei kwako, haitokei kwako, haitatokea kwako, kwako haitatokea, kwako haitatokea, kwako haitatokea. Kichwa chako hakitalala chini. Kichwa chako hakitalala chini. Hakikatwi na mtu, hakikatwa na mtu. Shangilia kwa jina la Bwana. Piga makofi mazuri kwa jina la Yesu. Ndio maana ukitaka kupata maadui uwe na maneno mazuri uone ya kwamba nawaza kuwa na duka moja kubwa hivi. Waza kuongeongea vitu kama hivi uone, utaona watu wengine wanaanza kuumia wenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanajua unachokitangaza huwa kinakuwa. Hata kama huna hela, ukiwa unatangazia tu watu hivi, chuki huwa inainuka ndani ya watu. Kwa sababu maneno yote mazuri ni ulinzi wa kichwa cha mtu. Unahitaji kutangaza vizuri juu ya maisha yako. Ndio maana Biblia inasema kila mmoja atakula matunda ya kinywa chake. Kwa nikitaka kuishi nahitaji nipande matunda na baadaye nile matunda. Unakula nini? Utakula nini? Utafanikiwa namna gani? Utafanikiwa kwa kile ulichokiongea. Ndio maana unahitaji kuongea. Ongea ushindi. Ongea ushindi. Ongea ushindi. Hautakufa njaa. Ongea ushindi. Kuzimu hakutakuua. Ongea ushindi. Wachawi hawatakumaliza. Ongea ushindi. Utakuwa mwiba kwa ajili yao. Utakuwa chuma cha moto kwa ajili yao. Ongea ushindi. Utawashinda asubuhi. Utawashinda jioni. Ongea ushindi. Utakuwa mtu hatari. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Na hapa natangaza, hebu piga makofi mara moja, piga mara moja, piga mara ya pili. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kila tenki za mafuta za kichawi zilizokuwa zinatumika na wachawi na waganga ili kusumbua maisha, sema nazipasua. Sema nazipasua. Sema nazipasua. Sema nazipasua kwa jina la nani? Unajua tenki zao ni nini? Tenki zao unajua? Unajua mafuta ya wachawi na waganga ni nini? Damu ya watu. Kwa hiyo maana yake kama kuna watu wanakufa kuzimu, kunapoteza nguvu, hakutakuwa tena safari. Kwa hiyo watu wakishindwa kufa kuzimu, safari zitapungua. Kwa ndio maana wewe umeandaliwa na Bwana,
ukawe chanzo cha kuzuia mauti, ukawe chanzo cha kuzuia kafara za watu zisitolewe tena kwa sababu yako. Kusimu vyote walivyopanga havitatokea kwenye ukoo wako, kwenye familia yako, kwa watoto wako, kwa mume wako. Na kataa katika jina la Yesu, haitatokea. Sema mimi nakataa. Sema kabisa nakataa. Sema nakataa. Sema nakataa. Sema kabisa nakataa. Sema nateketeza. Sema nateketeza. Sema nateketeza kila nywele zilizochukuliwa zikapeleka kwenye mazingira za kichawi. Sema teketea. Sema teketea. Sema teketea. Sema teketea kwa jina la nani? Shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu. Biblia inasema kwamba Joshua alikuwa na roho ya hekima kwa sababu aliyekewa mikono na nani? Na Musa. Manake Musa asingepata. Kwa kuwekewa mikono, roho ilitoka ndani yake ikaenda kwa Joshua. Na Joshua akaipokea na ikakaa ndani yake. Naye Joshua akaanza kutenda kama Musa. Naye akawa na viwango vikubwa pia. Manake kila mkono unaweza kukaa juu ya mtu, una kitu unayoachia. Kila mkono unaweza kukaa juu ya mtu. Mkono wa Mungu peke yake ulikaa juu ya nani? Ya nabii Ezekieli, ukamchomoa, ukampeleka kati ya mbingu na dunia. Ukipelekwa katika mbingu na dunia, unawajua ni wapi? Ndio wakati ambapo umelala wewe unajikuta unaota upo kati ya mbingu na dunia. Shangilia kwa jina Yesu. Katika mbingu na dunia ndipo tunapokutanaka na wachawi. Ndio unavyokimbiaka, unakimbiaka huko. Ndio ulimwengu wa roho, wa mashetani, mapepo, ulimwengu wa malaika. Yaani ndio hapo. Yaani ndio ule ulimwengu sasa. Sasa Mungu akamchukua, akamuingiza kwenye ule ulimwengu. Sasa alipomuingiza kwenye ule ulimwengu, akaanza kuona vitu vya ulimwengu wa chini. Kuna mtu bado amenyelewa. Ndio maana siwezi kutabiri ni mpaka Mungu aniingize kwenye ulimwengu wa ndiko kule nitaona yaliyo yako. Nikiwa hivi chini siwezi kuona. Siwezi. Naonaje? Haiwezekani. Manake lazima mpaka upandishwe. Manake Mungu anakamata hiyo roho, anainua. Ndipo unaona. Mungu ameniambia moja mbili. Utasema ndio. Manake roho ichukue. Ndio maana hiki hata wachawi wanafanya. Kwa mchawi naye anaweza akatabiri pia. Kwa sababu na yeye ule ulimwengu ni wa watu wa rohoni. Ila hata kila mmoja wetu wanaingia kwenye ule ulimwengu wakati wa kulala. Unapolala ule ulimwengu unaingia. Uko nyumbani kwako lakini uko kari yako. Umelala nyumbani kwako, unajiona kijijini kwenu. Umesafiri kwa speed kali. Hebu fikiria, mwalimu Angel kule kwenu ni shilingi ngapi gani? Kutoka hapa ndani kwenu kabisa, nyumbani kwenu kabisa unatumia 100,000. Kilomita ngapi? Hata 600 na. Lakini huyu mwalimu anaweza kalala kwa dakika 3. Dakika 3 akaota yupo nyumbani kwao kabisa. Akaota kwao. Akamwona na mama yake. Muda mwingine hata analima au mama analia. Na akasutuka dada dakika hizi. Mali ambapo wakitoka asubuhi wanafika sijui jioni yake siku inayofuata. Na akamwambia mama, unajua kuna kitu cha ajabu sana mama. Nimelala nimeota na kuona unalia eti. Akasema ni kweli mwanangu. Nalia kwa sababu nasikia kama Mungu wangu unaomba. Mpaka unajuza umelala dakika ngapi? Dakika 3 umefika wapi? Kwenu kijiji. Maana yake katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili ndio kuna umbali. Rohoni hakuna umbali wowote. Sasa wewe pia Mungu wa neema, namuomba Mungu leo kwa hilo ya kwamba Mungu wa neema akupe hekima na akili ya wewe kutambua wakati utakapokuwa umelala. Kitu pekee shetani anachokufanya ni kuondolea watu akili na maarifa ya kutambua wakati ambapo wamelala. Ataota vizuri, ataona vizuri, lakini atasahau kwa ajili ya kumpotezea muda na wakati fulani. Ila leo Mungu wa neema kwanza atarekebisha mfumo wa maisha yako kwanza, ili kwamba ukawe na nguvu ya kujua wewe ni nani na ni wapi huwa unaona. Sema amina katika jina la Yesu.
Hebu sema, kila mkono wa giza uliokuwa umekamata, ninatangaza leo kwa jina la Yesu. Sema teketea, sema teketea, sema teketea, sema teketea, sema teketea. Sema ni mkono wa Mungu pekee ndio wenye mamlaka ya kushika kichwa changu, wa kukamata kichwa changu na kuniongoza. Kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Pigie Yesu makofi mazuri, pigie Yesu makofi mazuri. Bwana, linda kichwa changu na uninue. Kama kichwa tayari kimekamatwa, watakuinamisha. Kichwa chako kitakuwa cha kuinamisha, kichwa cha aibu. Unajua mtu akiwa na aibu hawezi akanyosha sura yake akawatazama hivi watu, kwa sababu aibu atahitaji macho yake iangalie tu chini. Kwa jambo lolote yawezekana kimaisha. Unaweza kumwona mtu ameenda mahali akakuta watu wamevaa vizuri sana, akijiangalia mwenyewe, yeye mwenyewe anajiona kama hajavaa vizuri, tayari ni aibu. Macho yake haiwezi akawa juu, atatamani kuwa chini, atatamani kujificha. Akikaa mahali hataki hata kutikisika. Ni kwa sababu ndani yake kuna ule mfumo wa aibu, kichwa kimeinamishwa. Kuna mtu amekamata akili, aliingia kwenye utajiri, kwenye chumba cha utajiri wako, akaiba vya kuiba, akaachilia vya kuachilia ili uiname. Hapana, nakataa. Hautainamishwa kichwa chako. 2026 unahitaji uwe kichwa. Sura yako inahitaji kuonekana watu wote. Sura yako inahitaji kuangaza. Unahitaji kuangaza katika jina la Yesu. Unahitaji kuangaza katika jina la Yesu. Watu wote watakao kuangalia wanahitaji kuona tabasamu yako, wanahitaji kuona kicheko chako, wanahitaji kuona furaha yako, wanahitaji kuona furaha yako. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Natangaza juu ya maisha yako ya kwamba hautainamisha mwaka huu. Utatembea umeangalia juu. Hautainamishwa na mashetani tena. Kichwa chako kitakuwa juu. Haleluya. Piga makofi mazuri kwa ajili ya Yesu Kristo. Shangilia mazuri kwa ajili ya Yesu Kristo. Mbele ya mtu mwenye mamlaka hawamsalimii, wamemwangalia, si ndio hivyo? Awe rais wa nchi, hata mawaziri wake wakitaka kumsalimia wanafanya hivyo, kwa sababu manake hawaruhusi kumtazama kwa macho, kwa sababu mkubwa atazamwi, si ndio hivyo? Natangaza hivyo katika jina la Yesu. Natangaza katika jina la Yesu. Wachawi na waganga, mapepo ya kuzimu, kuzimu kwa barini, kuzimu kwa angani, kuzimu na madhabahu yote, mali popote utakapofika 2026, iwe ni mazingira gani utakapoenda, natangaza mashetani yote atakayosimama mbele yako yakikutazama yaangalie chini. Wewe unahitaji kuwa juu. Sura yako inahitaji kuwa juu, kwa sababu wewe umeitwa kuangaza, haujaitwa kuinamishwa. Sema amina katika jina la Yesu. Hebu sema nakataa. Sema nakataa roho ya aibu. Sema nakataa roho ya kudhalilika, roho ya aibu iliyonilazimisha mimi kutembea sura yangu chini. Sema nakataa, sema nakataa, sema nakataa. Hebu omba, piga tena makofi yako kwa dakika 2. Omba, sema kabisa nakataa. Nakataa roho zote za kuzimu zilizokuwa zinafanya wewe kuinamishwa chini, sura yako kuwa chini, sura yako na kichwa chako kuwa chini kabisa. Sema nakataa, sema nakataa, sema nakataa, sema ninakataa, sema ninakataa, sema ninakataa, sema ninakataa. Sitaogopa wachawi, wachawi wataniogopa. Hautaogopa waganga, waganga watakuogopa. Hautaogopa misimu ikogope. 2026 kwa jina la Yesu, madhabahu za kichawi wakuogopa maisha yako. Sura yako wake moto kama sura ya Musa, kama sura ya Musa, kama sura ya Musa, kama sura ya Yesu. Nasema iwake moto, nasema iwake moto mbele za wachawi, mbele za waganga, mbele za mizimu, mbele za mapepo. Sura yako iwake moto. Natangaza kwa jina la Yesu, sura yako iteme moto, itowe moto. Mwanga wa mbinguni uangazie sura yako, mwanga wa mbinguni utazamie sura yako, mwanga wa mbinguni uangazie sura yako. Sakata ya baba, sandakata ya baba, rekata ya baba, sakata ya baba, ekamdara baba. Popote uliingia
yakakuzuia, mashetani yakakuzuia, natangaza leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, Bwana anainua kichwa chako, Bwana anainua kichwa chako. Madhabahu ya kwenu, madhabahu ya mabibi, madhabahu za mababu, madhabahu za wachonga, weka mdaraba baba, kule ulipoolewa, kule ulipooa, haya madhabahu hayatakukamata. Sura yako yangaze, sura yako yangaze, hautakuwa na aibu tena, hautakuwa na aibu tena. Oh, kwa jina la Yesu, oh, kwa jina la Yesu. Kwa sekunde 30 omba, tangaza hiyo, tangaza kwa jina la Yesu. Nakataa aibu, nakataa aibu. 2026 nakataa aibu, haitanikamata, aibu haitanyangusha. Jesus name, ralo sikata, manduza kata, etamdaraba baba. Roho ya kusaririka ulikamata sura yako, ulitembea sana, umeangalia chini, majira mengi sana, ulikuwa unachofia. Kuna watu mahali walikuwa ninaona moto huo ukambatana na wewe. 2026 kila malango yafunguke mbele yako sasa. Malango ya mafanikio yafunguke mbele yako. Nafungua sasa lango la Januari. Rakamdarababa, ogope wepo wako. Ekamdarabasaka, mwezi wa pili. Ekamdarababa, popote utafika lango lifunguke. Mwezi wa tatu lango likafunguke. Mwezi wa 4 lango lifunguke. Mwezi wa 5 lango lifunguke. Sakata ya baba, sanda kataya, mangosata, kamdarabasa, sakata ya baba, kamdarababa. Mimi sio mtumwa tena, wewe sio mtumwa maskini, wewe sio mtumwa kutokolewa. Aliomba kwa jina la Yesu, kamdarababa. Roho ya kuachika, roho ya kukataliwa, roho ya kutupwa, sema nakataa, sema nakataa, sema nakataa, sema nakataa, sema nakataa, sema nakataa, sema nakataa. Unawika vizuri jogo, sema nakataa, sema nakataa, sema nakataa, sema nakataa. 2026 sema nakataa, sema ninakataa, sema ninakataa. Roho ya kuzalilika, sema nakataa. Sitatembea sura chini, sema nakataa, nakataa, sitatembea sura chini, sema nakataa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Rekatuyama, rasokatayama, rekatema, rekotayama, rekatayama, resakatayama. Iwe kibiashara, sura yako inuliwe, iwe kibiashara, kichwa chako kinuliwe kwa damu ya mwana kondoo, 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 kwa damu ya mwana kondoo. Rakata ya baba, nakata 2026 wana Jerusalem kutembea sura chini. Nakata, nakata, nakata kwa watoto wangu. Rekata ya baba, ninakata wanangu wote wa imani, ninakata wawe ni mabinti, wawe ni wavulana, wawe ni mababa, wawe ni wamama. Rasakata ya wawe watoto wadogo, iwe mashuleni, watembee vichocho. Kamdada baba, wawe ni vichwa, wawe ni vichwa, wawe ni vichwa, wawe ni vichwa. Sisi ni vichwa, sisi ni vichwa, wala sio mikia. Sisi ni vichwa, wala sio mikia. Samdakataya, rekataya baba, esakataya baba, ekamdara baba, esakataya baba. Sema nakataa, sema kabisa nakataa, sema nakataa. Sitatembea kichwa chini, sema nakataa. Sitatembea kichwa chini, sema nakataa. Sitatembea kichwa chini, sema nakataa, sema nakataa, sema nakataa. Omba tena, sema nakataa. Sitatembezwa kichwa chini, sitatembezwa kichwa chini. Hakuna madhabahu yatakayolazimisha kichwa chako kutembea kimeinamishwa. Sema nakataa, sema ninakataa, sema ninakataa, sema ninakataa. Sakata ya baba, sakata ya baba. Haya ni majira, haya ni majira 2026. Haya ni majira seke mando ramando kataya mando sata. Haya ni majira, majira ya kwenda, majira ya kufika, majira ya kutembea, kutembea kifua mbele, majira ya kutembea, kutembea kifua mbele kwa jina la Yesu. Palipokuwa pana ndoa, ndoa unaifikia kwa jina la Yesu. Palikuwa pana kazi, anaifikia sasa. Fikia hiyo kazi. Sakataya renda ya baba, shamdara baba, sema nakataa. Piga makofi kwa ajili ya Bwana wa majeshi. Piga
mazuri kwa ajili ya Bwana wa majeshi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Mungu wa neema akubariki sana. Na ndio maana tarehe 31 nitawekea watu mikono. Nami nitaweka mikono juu yenu. Ninayo uhakika Mungu wa mafanikio ataenda kuwafanikisha. Nitatumia mamlaka ya kikuhani niliyopewa na Bwana, mamlaka ya kitume niliyopewa na Bwana, na Mungu wa neema ataenda kuwasaidia. Sema amina nzuri katika jina la Yesu. Sema amina nzuri kwa jina la Yesu. Wengine yawezekana hata watumishi. Kuna watumishi wengine wa giza. Kuna watumishi wengine wa giza. Wanangu Naomi hajafika. Yule binti yangu angekuepo. Kuna kitu nitaka kutoa ushuhuda kwa ajili yake, lakini acha nikitoa kwa sababu Baraka alikuwa shahidi. Yule binti alifikaje hapo? Mume wake alikuwa anapita hivi. Wakati yule bado tuko hivi. Na tunajenga. Napita. Wakati huo anakaa upande wa pili. Anapokuwa anapita mume wake alikuwa ameenda kuangalia mechi huko Emirates. Mpira huko Emirates. Alipopita akasikia sauti inamwambia ingia huko. Mara ya kwanza akapita hajaanza kuingia. Mara ya pili ndio kuangalia mpira akarudia tena hakuingia. Siku moja amekaa nyumbani kwake akasikia sauti inamwambia leo kuna kanisa pale, kuna ibada kwenye lile kanisa. Utakapotoka mjini pitia kwenye hiyo kanisa. Akaenda kwenye biashara yake, jioni yake akaja akasema akakuta hapo foleni kubwa sana. Akaona shuka anza kutembea miguu. Kutembea ndio akapitia hii service road. Kufika hapo ndo akatisikia tu kwenye ibada. Leo tukamwambia ingia ndani. Akaingia ndani, tukaongea naye, nikamwombea hapa, kumbuka mwanangu Baraka alikuwepo pia. Nikamwombea hapa, akafunguliwa na akaondoka. Alipoondoka akanipigia simu akaniambia, "Natamani mlete mke wangu muombee." Ninaongelea mikono pia ya watumishi. Mwenyewe ninachoongea. Akasema sawa. Ndio tunaweka vipande vya tiles vya mwisho hapo akina pastors wamekaa. Mimi, Baraka mdogo, Baraka mkubwa huyu, kijana Oswald wa Katobe na nani mwingine na Musa Ngosha. Akaja pale akaota amevaa kijisi changu hapo napiga kazi. Akaingia kwanza akamwangalia akachukua kwenye kisa chake kikaa. Wakaletea mtoto wao. Sasa mtoto anaumwa sana, nikamwambia simwombee huyu, nakuombea wewe kwanza. Sasa mimi akaanza kucheka. Nikamwambia baba B, uwe tayari. Sogea kidogo mkono hivi tu. Dakika 3 mchungaji. Sisi mimi mchungaji huyu nimempandikiza kitu. Niliiba karama yake ya mama. Mchungaji. Mume wake yupo anaangalia. Akasema, "Mchungaji. Nimemvarisha roho ya utumwa. Endelee yani kanisani ndio sehemu ya kitu. Ili aanze kufanya kila kitu, maombi, kuimba, kufajia. Yani yeye unaweza kumwona mtu mwingine eti ana bidii kumbe. Mzee. Unaona mtu kama ana bidii kila kwa yeye, praise yeye, fagia yeye, kila kitu. Kwa hiyo akitoka asubuhi kanisa. Jioni nyumbani. Kwa yeye wamekamata kila mbea. Sasa ule mchungaji mwanangu Baraka ameshaanza kusali pale. Anamjua. Ikawa ngumu. Kwa sababu Baraka alikuwa mfahamu na mimi nilikuwa sifahamu. Nilipoweka mkono baba mchungaji
ndani ya mtu. Mwalimu Magoti, mchungaji ndani ya mtu. Mchungaji ndani ya mtu. Moto hapo. Wote watu wa Tanga. Piga. Kama ndani ya saa kama sikosei. Biti. Baya na. Unaitwa wakati anaitwa nani? Hozana. Anaitwa Hozana. Kumbe jina alimupa Hozana. Kampa mwenyewe jina Hozana. Kamkamata mwenyewe. Ulimwengu wa giza ni hatari. Tulipomaliza, aliponiangalia tu, akakimbia akapiga pale magoti. Eti akaanza kuomba toba. Wewe, unajua kilichoendelea? Akasema sijui. Najisikia tu kuomba toba. Angalia pale. Mganga akachukua simu. Chungaji. Nikamwambia sikilizeni. Naomba jambo hili libaki ni nini? Kwa nini? Kuna mtu aliona kitu. Mkono uliowekwa uliiba vitu. Ukachukua. Ukaachilia nini? Kwa Jerusalem akaendelea na kazi yake. Ila Mungu akafanya. Akampa sasa kazi. Sasa hivi aende kazini, aende nyumbani kwake. Ndio. Ndivyo ufungulivu wa Mungu ulivyo. Lakini mchungaji aliiba kwa mkono wake. Yawezekana kuna watu ambao wachungaji waliiba vitu vyao. Ndio maana wanangu mimi nawaeleza vichwa vyenu sio vichwa vya kuguswa ovyo. Si kwa sababu kila mmoja anaitwa mchungaji maana yake ni mchungaji wewe. Tutamjuaje? Sijui. Ila Mungu wa neema atakupa wewe hiyo roho ya wewe kutambua. Mpigie Yesu makofi mazuri. Shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu. Kuna mwingine sijajua ni lini nimemkamata tena. Sitamtaja lakini nitaongea wengine wataelewa. Yule wakati ule nilikuwa tunaanza huduma, njoo kwenye ibada. Hamna. Alikuwa anaita wewe kaka wewe. Uko vizuri wewe na Mungu wewe. Wewe kaka alikuwa ananitaka hivyo kaka. Siku moja mdogo wake akapata shida. Sasa akampeleka hapo kanisa. Nikasema kaingia kwenye namba yangu. Leo hapa. Weka mkono juu hivi. Tuachie wakwetu. Wakwetu. Apostle na prophet kakamata macho. Huyu ni wakwetu. Tumemuungamanisha. Kivipi? Nywele na kucha. Weka mdomo. Sipende kutaja hizo sasa. Ila mjajua, wengine hawajajua. Amjue asante Yesu. Hawajui. Wanajua. Wanajua. Simuona walimu wanasema tunajua. Mwanae mdogo hivi akachukua simu, shoot bana. Anawapale mfumaso. Huyu wetu sisi. Wewe unataka kutuondolea mtu anayenunua vitu vyetu? Huyu ni wetu. Mtu ana uwezo wa kuchukua hela dukani na kwenda kununua maji, mafuta, 70,000 ngapi? Yaani wanasema huyu ni wetu. Kazi hapa funguka. Sasa leo siku moja nasikia anamuita mke wangu anamwambia eti Mungu kaniambia niende tena kwa nabii mwingine. Nikasema yes. Kwa sasa pambana na mtu wako mwenyewe. Pambana na mtu wako mwenyewe. Kwa hiyo maana yake mikono inayowekwa juu ya mtu sio yote iliyobeba baraka. Musa akamwekea Joshua mikono akapata roho ya hekima.
lakini wengine kama kuzimu kutaweka, kutakuwa ni shida katika maisha yako. Kwa hiyo maana yake Mungu wa neema akusogezi. Ndio maana hata katika utumishi natafuta sana kujua si watu wote naweza kuwaleta kwenye madhabahu, kwa sababu mtu mwingine unaweza kumpeleka akaachilia vitu vipofu katika akili za watu, akaachilia maisha mabaya sana katika akili za watu. Mungu wa neema atusaidie sana. Mpigie Yesu makofi mazuri. Pigia tena Yesu Kristo makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ainue kichwa chako. Ili kichwa chako kiinuliwe lazima kisiwe kizito, kwa sababu uzito wa kuzimu unakufanya uiname. Uzito wa Mungu unakupa mamlaka ya kusimama. Kwa hiyo ili Bwana ainue kichwa chako kinahitaji kuwa na baraka ambayo ni nzito, ile ni nyepesi, sio mzigo kwako. Ndipo sasa kichwa chako kitakuwa kimesimama. Tusome Zaburi ambayo itatusukuma kwenye kuomba. Bwana ainue kichwa chako katika mwaka huu. Zaburi ya 27 mstari wa 6. Biblia inasemaje? Kwa hiyo mwanangu, natamani kueleza kwamba si kila mtu. Kichwa chako ni lango la mafanikio yako. Mtu anaweza akaweka mkono juu ya mtu akamwangalia huyu binti ana akili sana, kwa sababu mtu aliyo na mapepo au mtu aliyo na roho chafu huo anatambua watu, akamwangalia tu ana akili sana. Njoo nikuombee. Hiyo ndio nikuombee tu. Kuna kitu anachokifanya, anachokiachilia. Huyu binti alikuwa shuleni, watu wakifundisha ameangalia hivi. Baadaye atafika shuleni, mwalimu akifundisha. Umeona? Mwanzoni alikuwa kichwa kimeangalia kwenye ubao, lakini kama giza litaingia ataanza kufanyaje? Kulala. Kitaanza kufanyaje? Aende chini. Ila haitatokea kwako katika jina la Yesu. Manake ulimwengu wa giza ndivyo ulivyo, kwa sababu kichwa kimekamatwa. Kuliko kuangalia kwenye ubao ataanza kwenda, kwa sababu kuna nguvu ya giza iliyokamata tayari ufahamu wake, umekamata kila kitu. Ndio maana kuna watu hao ukianza kuomba tu ni mzigo. Yaani ukitaja maombi ndio unasikia sasa usingizi mzito. Mungu wa neema atusaidie sana. Mwalimu, Biblia inasemaje? Na sasa kichwa changu kitainuka. Na sasa kichwa changu kitainuka. Wote tuseme pamoja, na sasa kichwa changu kitainuka. Na kuuliza sana, kwa nini sasa kiinuke? Maana zamani kilikuwaje? Kilikuwa kimeinamishwa. Nani kakiinamisha? Ili mtu ainame ni lazima kuwe nguvu, yani kuwe uzito mzito. Mtu yote akiwa na usingizi, jamani, jambo la kwanza aweza akalala hivi. Yani atapambana tu inamishe kichwa chake. Sijui ni kwa sababu gani. Mtu mmoja anasema amen. Kwa hiyo anasema na sasa. Hebu sema tena sasa. Sasa. Mwalimu soma tena tufuate katika jina la Yesu. Na sasa kichwa changu kitainuka. Sema pamoja na mimi, tuseme hivyo pamoja. Na sasa kichwa changu kitafanyaje? Kitainuka. Na sasa kichwa chako kitainuka kibiashara. Na sasa kichwa chako kitainuka katika ndoa. Na sasa kichwa chako kitainuka katika uchumi. Na sasa kichwa chako kitainuka katika mipango yako. Na sasa kichwa chako kitainuka. Haleluya! Ni aibu wakati umeokoka lakini kuna mahali wewe unafeli, watu wengine wanapita. Na kataa hilo lisitokee kwenye maisha yako. Na sasa kichwa chako kitainuka. Iwe chuo, iwe darasani, iwe kwenye biashara, sehemu yoyote, sema tena na sasa kichwa changu kitainuka. Na kuuliza swali, aliyosema hapa sio Mungu. Mungu hajasema kwamba na sasa nitakiinua kichwa chako. Daudi mwenyewe anasema na sasa kichwa chako kitainuka. Piga makofi yako kwa dakika 2. Omba sasa, tangaza tena hilo. Na sasa kichwa changu kitainuka. Kichwa cha huduma hii kitainuka. Kichwa cha huduma Jerusalem. Nasema sasa tarehe ya leo, tarehe 24 mwezi wa 12 katika jina la Yesu, mwaka 2025, natangaza na kuangaza ya kwamba
na sasa, na kwamba ya sasa na sasa kichwa cha huduma hii kitainuka, kichwa cha huduma hii kitainuka, kichwa cha huduma hii kitainuka, kichwa cha utajiri, kichwa cha mafanikio katika jina la Yesu. Ndoa ya kifahari, ndoa ya mafanikio katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Mikataba ya kifahari katika jina la Yesu, mikataba ya kibiashara katika jina la Yesu, mikataba ya ndoa, ya harusi nzuri, natangaza vitu vizuri katika jina la Yesu. Vitu vya samani, vitu vya samani, vitu vya samani katika jina la Yesu. Na sasa sio kesho tena, na sasa sio kesho tena. Nasema leo tarehe 20, tarehe 24, malango ya mwaka yanahitaji kusikia, malango ya mwezi yanahitaji kusikia, malango ya tarehe ya leo yanahitaji kuelewa ya kwamba majira yamefika. Na sasa, 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 haleluya, na sasa katika jina la Yesu. Omba katika damu ya mwana kondoo. Na sasa, na sasa, sio kesho, sasa. Omba katika jina la Yesu. Nasema sasa, tangaza na sasa, kichwa chako kitainuka, kichwa chako kitainuka. Majira yaliyopita yale ndiyo tuliolia, yale ndio machozi yalitoka. Majira ni sasa. Sasa machozi ya furaha yatatoka katika sura zetu. Sasa machozi ya furaha yatatoka katika macho yetu. Sasa machozi ya furaha yatatoka katika macho yetu. Sandarila kata emandusa kate rekalando sataya emanduka tarababa emandusa kate yama ralosata yama kapa ekanda sate yama emanduse kete rekalosa tayama ekanda baba esakata yama baba. Ninatangaza chepeo ya wokovu ambani maneno haya natangaza, nasema katika damu ya mwana kondoo. Jerusalemu Apostolic City, Jerusalemu Apostolic City, majira yako yamefika. Haya ni majira yako, haya ni majira yako. Sisi ni kama mti uliopandwa kando kando ya bahari, uliopandwa kando kando ya mto. Tunatoa matunda, tunatoa matunda, tunatoa matunda, tuendelee kutoa matunda katika nyakati mbaya na nzuri. Tutaongezeka katika wakati ya shwari, katika hatari ya vurugo. Kila sehemu kwetu itakuwa ni baraka. Hakuna msimu mbaya kwetu. Natangaza na kuangaza iwe hivyo kwa jina la aliye hai Kristo Yesu, Bwana Mwokozi wa maisha yetu, katika damu ya mwana kondoo. Wakati wengine wanacheleweshwa, sisi tutaenda, kwa sababu sisi sio kama wao. Na sasa kichwa changu kitainuka, kichwa changu kitainuliwa. Sema kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Piga makofi tena kwa jina la Yesu. Haujapiga makofi vizuri. Haujapiga makofi vizuri. Haujapiga makofi vizuri. Haujapiga makofi vizuri. Hebu endelea tena kuomba. Hebu endelea tena kuomba. Endelea tena kuomba. Tangaza na sasa. Tangaza tena na sasa. Tangaza tena na sasa. Ostakaraba yandose. Mandaka tarala toya. Rimanduza kate marilea. Rasunda kate rimandura. Ralokotu ya maseta yama. Manduza ndakate yama. Malanda sukate yama. Paide to santa yama. Kandura masete maya. Kanduse kete malonda. Sanda kate mbroya kata. Manduza kete yama. Rakalusa kate yama. Maluka te manduza kete deme. Akamamanduza kata yama. Ipo Bwana akasema katika Korinto 2 ya kwamba wakati uliokubalika ndio sasa. Wakati wa wokovu ndio sasa. Inatangaza ya kwamba ndio wakati wa wokovu. Ndio wakati wa wokovu. Ndio wakati wa wokovu. Wataona wokovu wa Bwana kwetu. Wataona wokovu wa Bwana kwetu. Walijua Bwana ametuacha. Walituacha lakini wakazani na Bwana ametuacha pia. Hapana. Walituacha wanadamu wala sio Bwana. Walitukacha wanadamu wala sio Bwana. Walitutupa wanadamu wala sio Bwana. Wakati wetu kutembea kichwa juu umefika. Majira yamefika. Ramando sataya. Ndarabasaka. Kengele ya rohoni imeshapiga. Kengele ya rohoni imeshapiga. Barakumu ya rohoni imeshapiga. Tasema majira na nyakati ndio haya. Sayaya kaha. Manduza kaha. Manduka maya. Sende katuya maha. Sakate maluha. Imanduse ketea. Ekamamandu kata ya mamaha. Zenda katuya makababa. Ekamdarababasa kababa. Majira ndio haya.
Nyakati ndo hizo 2026. Kwa jina la Yesu ninaona wachawi wakipigwa na Bwana. Ninaona wachawi wakipigwa na Bwana. Watabaki na aibu yao. Watalia kwa kilio, watalia kwa kusaga meno baada ya kuona yale Bwana atayatenda katika maisha yetu. Haleluya. Sakamamamanda kataya baba. Kuna mashangazi watajutia, kuna mabibi watajutia, kuna wajomba watajutia, kuna mababu na mabibi watajutia. Shakataya baba. Shakataya baba. Sandakataya baba. Kuna mawizi watajutia, kuna masemegi watajutia. Shakata mandu sakaha. Zenda kataya mandu sike. Kanda rabasa. Hii ndio inaitwa siri ya Injili. Siri ya Injili ndiyo chepeo ya wokovu, ni kutamka ujasiri. Ndiyo chepeo ya wokovu, ni kujibariki mwenyewe. Chepeo ya wokovu ndio hiyo, ndio ulinzi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nimebaki dakika 5 yangu ya kumalizia. Mwalimu, nimalizie mstari wa Biblia ule na tuombe tena dakika zangu 3. Yaani kama ni chaji ya maombi kwa hapa jamani. Yaani niandaeni tu. Sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka. Hebu mpigie Yesu makofi mazuri. Umeelewa hicho kichwa kinainuka wapi? Juu ya adui zangu wanaonizunguka. Ndio maana nilikwambia mtu ukiwa umevarisha roho ya aibu, waliokuzunguka tu peke yao, wewe ndio utaanza kuwaonea aibu na uoga. Sasa anasema kichwa changu kimeinuka juu ya wale walionizunguka. Kuna watu wamekuzunguka, hauwezi ukatoka katikati yao mpaka waone sura yako imefanya, kichwa chako kimefanyaje, kimeinuka. Yaani watu waulize, ni nani kampa ujasiri wa kutuangalia namna hii? Ni nani kampa ujasiri wa kusikiliza? Katika ulimwengu wa roho kuna vitu ambavyo kwa maombi utaenda kuyafanya hapa kwa dakika zilizobaki. Kuna vitu ambavyo katika ulimwengu wa roho sura yako itakuwa imeinuliwa hivi. Wataanza kujiuliza nani? Haleluya. Na watakapouliza, hebu sema siri ya Injili. Sema tena siri ya Injili. Yaani siri ya Injili ndio hiyo, kuinua kichwa katikati ya watu waliotuzunguka. Ndio maana siku itakavyokuwa inaendelea tutakapoomba. Unajua Daudi anasemaje? Anasema Bwana anasema unipaka mafuta. Anasemaje? Uniandalia meza mbele ya maadui zangu, machoni pa adui zangu, na kombe langu lafanyaje? Ufurika. Manake mafuta, Mungu anakuinua kichwa. Bwana amekupaka mafuta kwanza kichwani pako. Baadaye anakuandalia meza mbele ya wale maadui, na anajaza kikombe chako kusudi usipate njaa. Anajaza kila kitu ili kwamba uwe salama. Nataka nikueleze kitu kimoja, ya kwamba unahitaji kuwa na uhakika. Wale wote waliokuwa wanasonya kwa ajili yako ukipita, wanatema mate kwa ajili yako ukipita, wanakusalau. Unajua watu wengine wanaona wa nini? Na inua mkono wangu wa kuume juu, ninabariki maisha yako. Nasema Mungu wa neema ainue kichwa chako hapo hapo watu walipokusalau. Ainue kichwa chako hapo hapo watu walipokuona wa kawaida. Sema amina katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, inua kichwa changu. Inua kichwa changu katikati ya matesi wangu, katikati ya watesi wangu. Piga makofi yako kwanza kuomba sasa. Piga makofi yako omba. Randa sata ya baba. Reka baranda sete ya maha. Rela kata ya braya la basata. Emalansuta ya braile kete. Emalunsata ya baba. Rekeke braile katerema. Sandaraba kapaya la baba. Na sasa kichwa changu kitainuka juu ya maadui zangu wanizunguka, juu ya maadui zangu wanayonizunguka. Rekata ya baba. Reka papa. Reka papa.
na sasa kichwa changu kitainuka juu ya maadui zangu wanayonizunguka. Rela kata ya baba mimi lumbai joni rakatu ya masakata ya baba. Ninatangaza juu ya huduma hii la suta ya baba. Natangaza juu ya Jerusalem Apostolic City rekandara baba chini ya mafuta ya Roho Mtakatifu na kwa mamlaka kitume niliyopewa ya kwamba danda saraba. Sasa kichwa changu kitainuka juu ya wadui zangu wote wanayonizunguka. Kichwa cha huduma hii kinainuka juu ya wote wanayotuzunguka, waliotuwazia mabaya, waliojua tutenda kuhangaika. Hatutahangaika tena. Ninatangaza Bwana sema sasa kichwa changu kitainuka juu ya maadui zangu wanayonizunguka, juu ya washangazi wanayokuzunguka. Sasa kichwa chako kitainuka juu ya uchawi wa shangazi yako wanayokuzunguka. Sasa kichwa chako kitenda kuinuka juu ya madhabahu za ukoo zilizokuzunguka. Omba sasa kwa jina la aliye hai Kristo Yesu Bwana, natangaza na kuangaza. Na sasa kichwa changu kitenda kuinuka juu ya adui zangu wanizungukao, wanayonizunguka Bwana, wanayonizunguka Bwana, wanayonizunguka Bwana. Wengine waliniona maskini, wengine waliniona sifai, wengine waliniona siwezi, wengine waliniona siwezi kutoboa, wengine waliniona siwezi kufanikiwa, wengine waliona kwamba tutafunga huduma, wengine waliona kwamba tutasambaratika. Sasa miongoni yao rekata ya baba, wachawi wa mzinga sikieni, waganga wa mzinga sikieni, madhabahu za kuzimu za mzinga sikieni, ufalme wa kuzimu wa baridi sikieni, ufalme wa angani sikilizeni. Anayeongea hapa ni mpaka mafuta wa Bwana. Nimepaka mafuta na Bwana kutangaza, kwa sababu Roho wa Bwana yu juu yangu, naye amenipaka mafuta kutangaza. Natangaza na kuangaza katika jina la Yesu. Na sasa kichwa changu kitainuka juu ya maadui zangu wanayonizunguka. Kichwa cha Jerusalem Apostolic City, kichwa cha huduma hii kitainuka juu ya wote ambao wanatuzunguka. Wadia ya kwamba vichwa vyenu viinuke, vichwa vyenu viinuke. Bwana anaondoa mzigo katika mzigo wa kichawi katika vichwa vyetu, mzigo wa aibu katika vichwa vyenu, mzigo wa aibu katika vichwa vyenu, mzigo wa aibu katika vichwa vyenu, mzigo wa aibu, mzigo wa umaskini, mzigo wa shida wasikakusanyika katika vichwa vyenu. Bwana anaondoa sakata ya baba. Na sasa kichwa changu kitainuka, na sasa kichwa changu kitainuka. Omba tangaza Zaburi ya 27 mstari wake wa 6. Na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanayonizunguka, juu ya maadui zangu wanizungukao, juu ya maadui zangu wanayonizunguka. Sakate mayana sumbra ya kata ya baba ekamdara baba ekamdara baba. Walisubiria nifa, walisubiria nizikwe, walisubiria niharibike, walijua nitaribika, walijua nitaribika. Na nivangana mosata, najitenga dosata ya na kamata chepeo ya Bwana na ifaa kwenye kichwa changu ambaye ni maneno ya wokovu. Natangaza na kuangaza katika jina la aliye hai Yesu aliyekufa Kalvari kwa ajili ya maisha yangu. Na kamata hiyo element randusa kata ya baba, element ya rohoni kwa ajili ya huduma Jerusalem ramandosa kata ya ekandara baba. Ninaitangaza juu ya vichwa vya watu hapa rekandara baba. Na sasa kichwa changu na sasa vichwa vya wana Jerusalem sasa vitainuliwa, sasa vitainuka ekandara basaka juu ya maadui zao wanayowazunguka. Na tabiri na kuangaza sunda kata ya maha lakandusa kata ya ekandara baba sekeya maha sunda kata ya baba ekandara basaka. Walijua tutakuwa chini. Tunakataa, 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 tunakataa. Walitukataa wanadamu, wala sio Mungu. Wametuzimia simu, wala sio simu ya Bwana. Sakatumandaka ekandara baba. Wametuzuia sisi kuingia manyumbani kwao, lakini sio nyumba ya Bwana. Twandasuka tayaba ekandara basata. Mwanadamu sekenda ya mama, majira yako ni majira ekandara basata, ila majira ya Bwana ni bora kuliko yako. Tangazo na watangazia wote waliojua wataribika, waliojua utaribika, waliojua utaribika, waliojua utaribika, waliojua utaribikiwa, waliojua utafukuzwa, waliojua utafukuzwa. Na watangazia wote, wako wengi kuliko wewe, wamechunga wengi kuliko wewe. Yapo madhabahu haya yamekusanyika
malaika wengi. Sakataya baba, ninayemwabudu mimi hajawahi kushindwa, naye amesema hivi, na sasa kichwa